Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Ni kubwa. Kwenye mataifa mengine mengi zipo timu mbili ambazo zinapinzani, kwenye mataifa mengine ziko timu 4, na kwa maana ya kutengeneza ile fair ground, pasipo kujali kwamba huyu ana mashabiki wengi, ana jina kubwa na historia kubwa. Kama haja perform anashuka, kama amekosea anashuka. Na nitakupa mfano kwenye ile skendo ya Calciopoli, kama unaikumbuka, katikati mwa miaka 2000 kule Italia, wakati ilipokuja bainika kwamba Juventus kupitia kwa aliyekuwa kiongozi wao Luciano Moggi walihusika kwenye skendo ya upangaji matokeo, skendo ya Calciopoli maarufu sana duniani, kama unakumbuka. Juventus baada ya kubainika kweli walishiriki kwenye mchakato wa kupanga matokeo, walishushwa daraja, wakaenda wakacheza Serie B. Si unaelewa ninachokwambia? Ndio. Walinyang'anywa point na wakawa kwenye standard, kwenye mazingira ambayo yalikuwa yanawanyima sifa ya kucheza Serie A. Wakashuka chini, walishushwa chini, wakacheza ligi ya chini kwa maana ya Serie B, na wakacheza msimu mzima, wakapanda, wakarejea Serie A. Kwa hiyo huo ni mfano wa kuonyesha namna ambavyo kwa wenzetu inapokuja kwamba wameshaseti standard, they don't care kwamba wewe ni nani. Manchester City unaona leo walishashuka mpaka kwenye ligi ya daraja la ligi ngazi ya 3 ya England. Ni timu kubwa ile, lakini walishindwa kuperform, wakashuka mpaka chini, wakajipapatua tena, wamerejea. Leo hii ndo mabingwa ambao wanatawala soka la England. Kwa mazingira kama hayo, kwa nini? Kwa sababu wenzetu washa set standard ambayo haimtegemei mtu. Wao wameweka mazingira hayo kwamba ukiweza kuqualify kwa vigezo hivi, wewe unastahili kuwepo. Kama ungekuwa sehemu ya uongozi na ungekuwa ni muumini wa busara na hekima, ama ungekuwa una deal na kanuni kuweza kuendesha mpira? Nafikiri kwenye mazungumzo yangu mimi nimekueleza kwamba, na kama unanifuatilia, mimi ni muumini wa haki. Ni muumini wa kama kuna taratibu tumekubaliana, basi ndio hizo, sichukue nafasi. Kwa hiyo wala mimi nisingetumia nguvu kubwa, kwa sababu na unakuta mara nyingi hizi taratibu ambazo zinatumika, wadau wanashiriki, na wadau wakubwa ni vilabu vyenyewe. Kwa hiyo wanakubaliana kwamba tutacheza kwa mfumo huu, kwa kanuni hizi, na hizi kanuni huwa watu wakai wakajifungia. Zinatungwa pamoja kwa kushirikiana na wao wenyewe, wanakubaliana, wanapitisha kupitia kwenye vyombo vyao, kinachobaki ni utekelezaji. Kwa hiyo ni rahisi tu, ni wewe kutafsiri kwamba kama kuna kosa hili limefanyika, inatakiwa adhabu yake iweje. Wala utumii nguvu, na sidhani kama inaweza kawa ikasumbua kama ukibaki kwenye misingi na taratibu, na maisha yanakuwa marahisi. Kuna kitu nitamani kufahamu kutoka kwako na watu wengine ambao wanafuatilia. Endapo ligi yetu kwa hizi timu zetu kubwa mbili dabi isipofanyika, na maana tutakuwa tunacheza mechi 29, hapo mwisho wa msimu itakuwaje? Bingwa ataamua wapi? Sasa unataka nitume kanuni zangu kutokana na hiyo scenario. Mimi nafikiri ni kurudi kwenye kanuni za ligi ambazo ziko clear, kwa sababu ligi inatakiwa ichezwe, ziko timu 16, inatakiwa kila mmoja acheze na mwenzie, kwa maana mara 2 kwa mfumo wa nyumbani na ugenini. Ili ligi iweze kukamilika, iwe imekamilika, lazima zichezwe mechi 30 na kila timu imecheza mechi 30. Kwa hiyo kama haitakuwa imekamilika kwa timu zote kucheza mechi 30, hiyo ligi haiwezi kuwa ligi imekamilika. Watu wanajiuliza sasa itakuwaje? Watu wakagoma kabisa kama ambavyo tunavyoona, watu hawataki kucheza mchezo. Na vipi timu za championship? Na vipi timu za first league division? Ndio maana nasema mimi siwezi kutoa opinion kwenye eneo ambalo lina utaratibu, na kuna taratibu ambazo zinatakiwa zipo na zinafahamika, kwa sababu sio mara ya kwanza ligi yetu inachezwa. Ligi yetu inachezwa kwa muda mrefu,
inamalizika kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizokuwepo. Kwa hiyo mimi naamini ligi itamalizika kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizokuwepo. Isipomalizika basi ndo kila kitu, ndio maana kuna historia duniani. Au vipi? Kwa hiyo tusubiri tuone kama kuna historia inaweza kaandikwa, lakini mimi naamini ligi itachezwa na itamalizika. Kama kuna mambo mengine yanatokea basi huwezi jua, ndo kama ambavyo tulishuhudia kwenye mwaka 2019 kuja 2020 kulitokea janga la corona. Ligi ikasimama hata kweli ilisimama ligi kwetu. Baadaye ikaja ikarizoom tena na duniani kote kwa janga la kidunia. Kwa hiyo tusubiri tuone itakavyokuwa, kwa sababu kuna mamlaka, unajua kwa vitu vingine hatuwezi kuzungumza, sisi ni wadau. Tupo kwenye Samia Cup. Tupo kwenye uongozi wa shirikisho, bodi ya ligi. Hatuwezi kuwasemea. Ndio bwana. Tunawaacha wao kwa sababu wana taratibu zao, nafikiri sisi wengine tunabaki kuangalia. Kwa kumalizia kabisa, kuna kitu nataka nifahamu kutoka kwako. Mchezaji bora kwako unaangaliaga vitu gani? Unasema huyu ni mchezaji mzuri sana. Sasa sijakuwa katika mazingira yapi, kwa sababu kwa mfano leo yupo kwenye Samia Cup hapo unaangalia, unapita huko mtani unaangalia mchezaji wako bora, ukimtazama unajua labda huyu ni mchezaji bora, unaangalia nini na nini na nini? Kuna vitu vingi, unajua kuna vitu vingi ambavyo haviko yani kuna mchezaji ambaye unaweza kumuona kwa mechi moja ambaye anaitwa man of the match. Si ndio? Alafu kuna mchezaji ambaye wa msimu mzima, man of the tournament, mchezaji bora wa msimu. Kwa maana yake katika kila mazingira namna hiyo kuna vitu vya msingi, maana yake mtu ameperform kwenye position yake. Kila mchezaji kwenye eneo lake ana majukumu ya kimsingi mara akiwa atekeleze. Kama alikuwa ni center back kwenye mchezo husika, kama ni tuzo mchezaji bora wa mechi, kwenye nafasi yake alitekeleza majukumu yake. Kwa maana yake aliperform vile inavyotakiwa kwa mujibu wa hiyo nafasi. Kwa mara nyingi wanaangalaga wachezaji wanaocheza kwenye nafasi za mbele, mshambuliaji kafunga magoli, kafunga hat-trick, maana yake atekeleza jukumu lake la kufunga. Kuna mwingine anaweza asifunge akawa amesaidia kwenye timu kupata matokeo. Yani pamoja kwamba kuna mtu kafunga, kuna mtu kazuia, lakini kulikuwa na mchezaji ambaye yeye alikuwa kiongozi, alikuwa na work rate kubwa, alikuwa na kila tukio alifika, na ukijumlisha overall anaweza akawa man of the match. Lakini mwisho wa siku ni namba huwa ndo zinazungumza, wala hakuna kitu kingine. Kwa tafsiri yako hiyo, mfano Joshua Mutale ni mchezaji wa ile man of the match, Simba walikosea? Siwezi kusema wamekosea, unajua sio kila mchezaji anayesajiliwa kwenye msimu wa kwanza anaweza akakupa matokeo. Na kwa bahati mbaya sisi Tanzania hatuna muda kusubiri, kwa sababu ukifuatilia hizi timu kubwa zina pressure kubwa ya mashabiki, na sisi pia na sisi media pia wakati mwingine tunachangia wakati mwingine kutuliza pressure kwa mashabiki na viongozi. Kwa mimi ukiniuliza msimu wa kwanza, mimi siwezi kujaji mchezaji kwamba huyu mchezaji bora au mchezaji sio bora. Mpe kidogo muda, kwa sababu ligi yetu ni mpya, unakuta mchezaji ametoka Zambia. Ukiangalia wachezaji wengi wanaofika hapa sio kwamba wakiingia msimu wa kwanza wana click. Hata Chama mwenyewe ambaye amekuja kwa Aruru hakuklik msimu wa kwanza, si ndio? Kwa hiyo mimi nafikiri kwa huyo Mutale specifically ule mzungumzia, haitakuwa fair nikimjaji kwa msimu wa kwanza. Bado tumpe msimu mwingine wa pili tuweze kuona itakuwa, kwa sababu ni binadamu, kaja kwenye mazingira mapya, anahitaji kuzoea, anahitaji kukutana na mashabiki wapya, staili mpya, tamaduni tofauti. Kwa hiyo tumpe chance kidogo. Ni mchezaji mzuri, sio mchezaji mbaya. Na kuna Selemani, Salim Bwenzi, Wilson Nangu, wale unawatazamaji wale vijana. Bwenzi ni mchezaji mzuri, unajua tena niko na mzozo anaweza kanisaidia. Unajua shida kubwa mimi nasemaga sisi waandishi. Unajua sisi waandishi pia tunafocus kwenye mechi. Ni mechi ambazo zinamhusu Simba, timu kubwa. Si umeelewa? Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana ambao wana uwezo mkubwa sana, lakini sisi pia tuwamuliki. Mfano Serebwenzi watu wanamuona leo baada ya kwenda Ken Gold. Lakini Serebwenzi Ken Gold wamemtoa wapi? Amemtoa Mbeya Kwanza Championship NBC. Alikuwa anacheza timu ya Arusha. Alikuwa Arusha TMA. Akatoka TMA ndo alikuja Mtibwa. Si ndio? Baada ya Mtibwa ndo ameenda Ken Gold. Wameenda. Lakini watu wengi wanamuona Serebwenzi pale, ila sisi ambao tunakwenda kwenye ndondo kila siku. Serebwenzi ni mchezaji bora wa mashindano.
na timu yake wale Madenge. Si ndio? Yeah. Top kabisa, sio kucheza tu ndondo. Ni mchezaji mkubwa ila watu wengi hawamjui. Si ndio? Hawamfuatilii. Idinado watu wengi wanakuja kumuona baada ya kuja Azam. Lakini Idinado alikuwa anang'aa kwa KMC. Anang'aa amekwenda Mbeya City. Si ndio? Baada ya kuja Azam ndo anaonekana mechi za Simba na Yanga ndo watu wanamuona mchezaji, wanamuita national team. Lakini wapo wachezaji wengi sana ambao wana uwezo mkubwa sana ila hatuna utamaduni sisi wa kuwafuatilia chini na kuwaona. Kwa hiyo mimi aina wachezaji kama Serebwenzi. Serebwenzi kwa nini kapata jina? Kwa sababu kama mtungua Diara kwenda mbali. Si ndio kawa story? Diara kafungwa, watu wanajua kafungwa na nani. Ndio wanaona Serebwenzi. Baada pale mechi iliyofuata kafunga, mechi iliyofuata kafunga, ndio leo hii hadi watu wanamuona wanaanza kumzungumzia. Lakini mchezaji ambaye kacheza misimu mingi sana na anaperform kila siku. Umeelewa? Na yule Nangu wote sio ndo moja hilo. Unawaona wakifanya makubwa katika nchi. Ni wachezaji sio wakifanya tayari wanafanya mambo makubwa. Mimi nikupe mfano, mtu kama Serebwenzi kama alichokuonyesha leo national team iliyoitwa kwa nini hujajiuliza maswali kwa nini hajakuwepo? Kamtafuteni Mgunda, kamtafuteni Moroko, kamtafuteni na Julio. Alafu waulize kama wale wanaendaga mikoani kwenda kufuatilia hizo mechi. Kuna mtu kati ya wao kuna mtu alienda Mbeya kuangalia hizo mechi kama hajakaa kwenye TV. Umeona tukwambia? Kwa sababu mimi leo hii ungeniambia mchezaji ambaye alikuwa kwenye form anatakiwa kuitwa national team hii iliyoitwa ni Serebwenzi. Au nadanganya? Na ni mshindani. Na ni mshindani pia. Si umeelewa? Lakini unakuta kwa sababu hajacheza Azam, hajacheza Simba, hajacheza Yanga. Kwa hiyo sasa ingekuwa hivi mpaka msimu ujao akiwasha moto ndo Simba atakuwa anamtaka sasa hivi Yanga. Si umeelewa? Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana ambao wakiwa hizo timu kubwa ndo wanaonekana wachezaji wazuri. Edwin Barua yuko hapo sasa hivi. Barua alikuwa top kabisa, alikuwa Prison, si ndio? Na national team akawa anacheza, lakini angalia alipokuja Simba, mazingira ya Simba yamemnyima nafasi ya kuexcel kwenda mbele zaidi. Sasa hivi kama watu wamzungumzii tena. Adam Salamba alikuwa top kabisa wakati Polipuli. Alipokuja Simba ndio ilikuwa downfall yake mpaka kesho. Watu hawajui Salamba yuko wapi. Si ndio? Kwa hiyo wako wachezaji wengi ambao wana uwezo mkubwa ambao hawajapata nafasi ya kucheza hizo timu. Na kama tungekuwa tuna promote huko kwenye timu zao na pia tunawashauri vizuri na wao wenyewe wanakuwa na watu wa kuwasaidia kwamba ukienda Simba na Yanga of course wanakuwekea vibunda vinakuwa ndo vina motivate, lakini wakikuwa wanaangalia na karia zao kwamba ukienda Simba karia yako itakuwaje baadaye. Ni bora ubaki Ken Gold au ubaki Lipuli ili uweze kuwa imara zaidi. Ili ukija Simba na Yanga na Azam uje ukiwa na mchezaji wa ushindani, sio kuja kupambana kutafuta namba wakati wamesajili michezaji imetoka Ivory Coast kina Pacome ile kina Ziki timu ya taifa ya, unajua inahitaji kweli uwe nondo, si ndio? Na hizo timu hazina muda wa kusubiri. Wao wanataka mtu ambaye anakuja mara moja ingie kwenye mfumo awape matokeo. Kigala, kwa namna unapomwangalia Serebwenzi unamuona klasi yake au tofauti gani hasa na wachezaji wengine ambao wapo kwenye hivi vilabu vikubwa ambao wanawazidi uwezo? Nimezungumza mwanzoni na kwamba ukimwangalia Serebwenzi ni mchezaji hodari na mchezaji bora na mzuri. Hilo halina ubishi kwa sababu especially kwa sisi ambao tunamfuatilia miaka mingi. Ila kwa wale ambao wamemuona Serebwenzi baada ya kumfunga Jigidiara goli la mita 40 ndo wanamuona ni mchezaji mzuri, wanaona kama vile kaibuka from nowhere, lakini mchezaji ambaye ni top. Ila mimi ungeniuliza ameenda Ken Gold imempa nafasi ya kucheza. Si ndio? Na timu zingine ambazo alikuwa anaenda alikuwa hapati nafasi ya kucheza. Ukiacha TMA kule Arusha kwa championship. Na alipokuja Mtibwa wa kumzingatia mpaka alipoondoka kwenda Ken Gold. Ken Gold amempa nafasi naye pia ameonyesha. Kwa hiyo mimi sina hofu na uwezo wake, namfahamu before ajaja Ken Gold, namfahamu before ajaja Mtibwa, namfahamu Serebwenzi toka huko way back. Kwa klasi sasa alikuwa nayo kwa wachezaji gani sawa? Katika wachezaji gani wa nje yani wana uwezo mkubwa zaidi ya. Sasa unakuwa unamtengenezea pressure, unajua? Unazungumza kweli? No, ndo asema yani no. Msaidie. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.